Hunekire Makira Oria Sodweire Etwala Jehovah Aifura Ebu Ereveruna Mananere Amore Verire Musa Igere Tikana Gueto Demondo Eneidero Tadole Jehovah, Natia Hunekire, Makira, Mondreri, Jehovah, Limaga, Todoma, Jehovah, Limaga, Todoma, Yota, Yamai, Matia, Dire. Ovetuika oira kwanya dole atene Jehovah ibere ao ora baigire na matu na makiona tiwa Jehovah atia hunekire makire ora moderi Musanya mela eruine mare Megate aiguro Kadutura siavero Gaya esira di mama Kero mare Ora maiguire namato Nama Kyono Tiwa Jehovah
itare nawe, ditora itare nawe, ditora itare nawe, karaine agua. Yesu ditora itare nawe, ditora itare nawe, ditora itare nawe, karaine agua nevejere, giriye nevejere, giriye nevejere, giriye karaine.
Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni kweli anastahili sifa, anastahili heshima na anastahili kutumikiwa. Sababu alisema yeyote ambaye atamtumikia watakuwa na yeye. Na mahali yeye yuko, huyo mtumishi wake watakuwa naye. Ni jambo la ajabu ya kwamba Mungu wetu hayuko mbali, ati tutasema tutaenda mahali yuko. Yeye yuko pamoja nasi na tumeambiwa kila wakati yuko pamoja nasi. Siku ya leo tunakuja katika sehemu ya pili ya somo tuliloanza wiki iliyopita. Somo letu lilikuwa la 4, sasa tuko somo letu la 5 na tunasema ni kutembea. Tulianza kutembea naye, si ndio? Sasa tunaendelea na kutembea na tuko katika somo la pili. Tuone kutembea, tutatembea namna gani? Sasa leo tunaangalia. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Gibson, uko na Biblia ile yako ilizima? Ndio. Nakumbuka mhubiri mmoja akasema yeye anapenda hii sana, sababu hii haizimi. Inazima umeme somee hiyo. Umeme ukipotea nayo Biblia yako inapotea. Bwana asifiwe. Tunaona kabla apate hapo tutaona maandiko, lakini sasa tunaambiwa tulianza safari, si ndio? Na leo tunaona kitu kinaitwa upya. Siku ya leo katika kutembea huko kwetu tunaona kitu kinaitwa upya. Ati tukitembea kuna upya. Sijui kama umefika hapo. Kuna vile tulitembea na sasa tunaona matembezi yetu vile yalivyo, vile Mungu anataka tumtumikie, vile tunapelekana naye. Katika zinaitwa nini? Zinaitwa mashindano, katika inaitwa nini, athletics kwa Kiswahili, Dave? Riadha. Ilikuwa inakuja sarakasi, lakini sarakasi ni zile zimetoka huko zikaingia kanisani, si ndio? Sasa ilikuwa inakuja jina sarakasi, si ni katika riadha. Hata kuna mashindano ya kutembea. Muona watu wakitembea? Kwa hivyo sisi pia tuko katika hayo matembezi. Tunatembea. Tuone vile tunatakikana kutembea. Ndio tuibuke washindi baada ya tumefika mahali Mungu ametukusudia. Na ajabu ni kwamba katika hii safari ya ulimwengu ambayo tunaishi ya maisha, hatujui ni wakati gani tutaambiwa yako imekwisha. Kwa hivyo tunapaswa tujue hivyo, na tukijua hivyo tutafanya mambo tofauti. Nakumbuka wakati mmoja kuna bwana mmoja alikuwa na sifa sana, alikufa. Na nilikuwa mahali nikasikia wakitangaza habari zake. Nafikiri ndio walikuwa na mzika, sikumbuki. Alikuwa mtu ana sifa Si hiyo hata kwa radio inakuwa iko, hata kwa televisheni. Nikasema huyo mtu kama angejua sitakuwa akizungumza habari zake, kuna mambo mengi angefanya tofauti. Na yule alikuwa hapo kaniambia ni kweli, lakini hiyo siku ni siri. Kwa hivyo ndio tunaitwa tutembee, ni kama hatujui tutaacha lini, ni lini tutakoma. Hatujui safari mwisho ni lini. Hebu basi tuone Waefeso 4:17 mpaka 20. Tuone maisha yetu kabla tuanze kutembea na Yesu, maisha yalikuwa namna gani kabla. 17 mpaka 20 tafadhali. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana tangu sasa
tangu sasa msiende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza na wamefanikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakisha kufa ganzi wanajibia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Bali ninyi sivyo mlivyofunzwa Kristo, namna ya uchafu wa tamaduni. Amen. Ati kabla kuna vile tulikuwa. Ndugu Adana anatuambia, ametuambia mara nyingi vile alikuwa. Hata mimi naweza nikawaambia kila mtu ana historia. Hata Mtume Paulo si hata alisimulia historia yake. Vile kwa bidii alishika sheria ya Musa na akakuwa mtetezi. Lakini kafika mahali wakakutana na mwenye sheria. Na aliposikia hiyo sauti na vile alikutana akajua huyu ni yeye mwenyewe. Ndipo akauliza, Bwana, unataka nifanye nini? Akaambiwa. Sasa tunaambiwa kwamba, na hapa ni ajabu, anasema analiitia jina la Bwana Mungu. Si yeye anasema tu kama wazo. Unajua mimi naweza nikakupa wazo langu. Tuwashiko ningetaka kama ni mimi naonelea, si ndio? Lakini hapa asemi, anasema kwa jina la Bwana Mungu, ya kwamba hatupaswi tena kuenenda kama mataifa wengine. Hawa Waefeso walikuwa mataifa, hawakuwa Wayahudi. Kwa hivyo walikuwa watu kama sisi. Na kuna jinsi hata siku ya leo mataifa, na nikiongea mataifa hata si Kenya ni watu wa mataifa, na tunaona vile wanaenenda. Ukienda Tanzania, kila nchi watu wana mambo yao. Hata kutaenda nchi zingine waambie hapana, Yesu Kristo hiyo jina hatutaki kulisikia. Sisi tunaabudu hivi. Kwa hivyo kama ni shughuli ile imekupeleka wewe, unakamilisha shughuli yako, unaenda, si ndio? Sasa hapa tunaambiwa ya kwamba mataifa kuna jinsi walikuwa wanaishi siku hizo, hata leo. Hata Kenya tunajua vile kuna watu wanaishi. Tunaambiwa hivi, kitu cha kwanza tuliishi na mataifa wanaishi katika ubatili wa nia zao. Ya kwamba mtu vile anafikiria, anaona hiyo inafaa. Anafikiria, nataka niwe tajiri. Na kuwa tajiri nitafanya hivi. Anatengeneza mpango. Hajali ni watu wangapi ataumiza. Hajali ni watu wa maisha mangapi ataangamiza. Anasema mradi mwishowe kama nitakuwa na hiyo pesa, nitakuwa nimefikia lengo langu. Na hiyo ndio inaitwa ubatili wa nia. Kwa sababu mwanadamu akiachiliwa peke yake anafanya maajabu, anafanya mambo baadaye. Lakini kama simama tu kidogo, aulizwe, sasa wewe kesho utakufa na bado unataka kufanya hivi, ati kesho utakufa. Sasa angebadilisha mawazo. Lakini watu wanaamini, huko tunaambiwa watu wanaenda, sisi hatujaenda, hatujui. Hiyo tu ni hekaya tu, kama zile za nani, za Abunwasi. Si tulisoma hekaya za Abunwasi? Ati kulikuwa hivi. Hapana, ukweli huko, na sisi tumejua huo ukweli, lakini hao hawajui. Kwa hivyo vile mtu amenuia kufanya, anafanya. Amesikia nikifanya hivi nitapata pesa hizi. Si hapa Kenya tumeambiwa ya kwamba ni 30 kwa 100 ya kila shilingi serikali inapokea inaibiwa. Si ndio?
Kila shilingi 10 serikali inaweka kwa mfuko, 3 zimeibiwa. Kwa nini? Hazifanyi ile kazi inakusudiwa. Huo ndio tunaita ubatili wa nia zao. Wale viongozi katika ubatili wa nia zao wanaiba bila kujali. Jana nikaona katika mtandao askofu mmoja akiwazungumzia watu katika mazishi, akasema nyinyi mnajiita viongozi hati nyinyi mnataka watu kuwapatiaga 200 ati mnawatupia kwa gari, mnawacha wakifanya nini? Wakipigania na mnataka wakae hivyo, ndio wakati mwingine watakuja wawapatie nini? 200. Huo ndio ubatili wao. Wanajua hao watu ni wajinga, tukiwapa pesa tu kazi tuko nayo. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba hata mtu apokee yote ambayo yuko katika hii dunia na baadaye ajikute mahali ambapo hiyo pesa itamsaidia, huyo mtu atakuwa taabani, atakuwa kabisa na mashaka mengi. Wewe fikiri hawa viongozi wako hapa, kesho ajikute mbele ya Mungu, ambaye toa hesabu. Atasema pesa yangu, atauliza nilipe pesa ngapi? Kwa sababu hata huko hana pesa, si ndio? Ni maskini. Na hiyo ndio unaitwa ubatili. Ubatili ni bure, ni kazi bure. Tukiishi duniani bila kufikiri Mungu na bila kutafuta Mungu na kujaribu kumkaribia Mungu, huo ndio ubatili. Lakini huko katika nia zetu. Na hivyo ndivyo tulikuwa. Unaona mtu amekunywa pombe, amekunywa. Sijui kama niliwaambia vijana wengine, nikakuta tu amekunywa pombe na ni ndugu mmoja, sijui akaanza vita, moja akaumwa mdomo hadi karibu akatwe na mwingine, na wengine wakaamua atampiga huyo, na wakaanza kumpiga kabisa, hata wakasema hata nyumba yake tutaenda tuchome. Si wanajua akichoma nyumba hiyo tena ni kesi tofauti. Kwa sababu huwezi ukaenda mahali useme ni tulichoma nyumba yake kwa sababu aliuma huyu. Sasa huo ndio ubatili. Watu wanakunywa pombe, wanakuwa wajinga, lakini kesho yake bado wanafanya nini? Wanakunywa. Mtu mzima anafanya mambo ya aibu, lakini kesho anarudi. Huo ndio ubatili wa nia zetu, na hiyo ndio Mungu alitujalia tukaachana nayo. Tukasikia Injili tukaachana na hiyo, kwa sababu ya jambo la pili, na ufahamu wao ukiwa umetiwa giza. Hati mtu yuko katika giza, ni mtu ana akili timamu, akipimwa ni yuko sawa hata labda akifanywa mtihani ni mtu msomi, amesoma kabisa, lakini katika ufahamu wake kuna giza. Yaani anafanya mambo, ukimuuliza mbona ukafanya hivi, na wewe ni daktari mzima, hukujua ni nini unajipeleka kwake. Nakumbuka na rafiki yangu mmoja daktari akaniambia, ati mtu anasema unajua mimi nakumbuka tu wakati tulikuwa mahali fulani nikinywa pombe, baada ya hiyo yote sifanye nini, sikumbuki. Na unasikia, na huyo ni daktari ananiambia, ameambiwa na daktari wenzake. Si tunajua daktari hivyo wanasoma, lakini kama hayuko na Yesu anakuwa tu ni mjinga kwa mambo ya ulimwengu. Hata mtu amesoma namna gani, utakuta mtu amesoma na anaiba, si ndio? Ya tatu, wametengwa na uzima wa Bwana Mungu. Ni mtu hana uzima wa Bwana Mungu. Sasa wewe fikiri, ati uzima wako na mambo yote yako yataishia hapa. Kama ungejua ufahamu ya kwamba sasa nikifanya hiyo yote nipate hiyo mamilioni, mabilioni, manyumba, sifa, jina, wakati nitatoka nitaenda na nini? Ukifikiri utabadilisha nia, si ndio? Ukijua. Sasa kama hawa tulikuwa tunaongea, wale manabii wanaambia watu mambo yao. Akikwambia kitu
akwambie wewe naona hii utafanya nini? Hakwambii, lakini anakuambia mtu fulani, na akikwambia fulani ni yeye amekuloga, ni yeye amekuharibia watoto, na wewe si na wewe utaanza kumharibia watoto. Sasa ni watu ujinga wao. Sasa si ni ujinga na ujinga eh? Ujinga mara ujinga ni nini? Ni werevu, ni ujinga zaidi, si ndio? Basi hiyo ndio ukiwa wa mataifa walikuwa hivyo. Ati mtu hata atamtoa mtoto wake au awe kafara, amemtolea sadaka Mungu, kwa sababu ameambiwa na kuhani wa huo Mungu ya kwamba wewe ukitaka fanya. Na hata Israeli wakafika mahali wakaanza hivyo, ati mtu anatoa dhabihu mtoto wake. Amesahau kabisa, kwa sababu ujinga huo umemwingia. Basi haya yote tunaambiwa, haya yote yanatokana na ujinga uliomo ndani yao. Yaani mtu ana ujinga, lakini akitembea ni ajabu, ujinga huwa uonekani, si ndio? Matendo si ndio yanaonekana. Lakini kwa sababu hujui huyo mtu ni nani, unashindwa huyu mtu kwani ni mjinga namna gani? Alafu unasikia ni mwalimu. Juzi tulikuwa tunaongea ati walimu walikuwa wanapiga watoto, na ule mwalimu anapiga mtoto kwa sababu hajafanya vizuri, yeye ni mlevi. Ni kielelezo namna gani hapo? Mwalimu mlevi, lakini anapiga mtoto ati ya kwamba hajavaa uniform, naye ni mlevi. Hiyo ndio tunaambiwa kuna ujinga ndani yao mataifa, na huo ujinga ndio tulikuwa nao kabla tujaokoka. Mimi nilikookoka nikiwa kijana miaka 17, lakini hata katika hiyo miaka 17 yangu nilikuwa na ujinga mwingi, na nilikuwa na mambo nimefanya ya huo umri, lakini nikakutana na Mungu nikabadilishwa. Hiyo ndivyo. Lakini wale tulikuwa nao si waliendelea na huo ujinga, na siku ya leo vijana wa miaka 15, 14, 17 bado wako katika huo ujinga, kwa sababu ujinga uko ndani yao. Na kwa sababu huo ujinga ni kwa sababu ya upofu wa moyo. Katika mioyo yao wana upofu. Yaani mtu anafanya tu kitu, hasikilizi moyo wake hauoni, hauhisi. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa wagumu wa hisia. Umeona mtu ambaye havai viatu, si umeona watu kama hao? Havai viatu kabisa, si ndio? Akitembea kwa lami, sinaona anatembea tu kawaida. Miguu yake haina shida, si ndio? Hivyo ndivyo tunaambiwa ya kwamba katika hisia mtu kabla tulikuwa hatuna. Ndio mtu atafanya ujinga, afanye ujinga, nyinyi mnaona, lakini yeye haoni. Mzee anafanya mambo ya ajabu. Hata watoto wanashangaa, huyu ni yule mzee, lakini yeye haoni kama ni kitu, kwa sababu wakati pombe itakwisha tena baadaye anarudia. Ni kama vile tuliambiwa, ni kama mbwa anayerudi kwa matapiko yake, ama vile dada wa dada akatuambia kurudi kwa uchafu, unakuwa kutoki. Hivyo ndivyo wako. Hivyo wanajitoa kwa ufisadi, wakitenda kila aina ya uchafu kwa ulafi ama kwa bila kukoma. Yaani kila kitu wa mtu anafanya anaendelea tu, kwa sababu katika akili zake ni ufisadi. Akili zimetekwa. Sasa mtu anafanya tu mambo. Hata ukimuuliza wewe bwana, sasa ukiiba bilioni, kesho ibe ingine, kwani utakoma lini? Utashiba lini? Lakini ametekwa. Ndio tunaambiwa sasa, hivyo ndivyo mataifa wako. Hata hapa Kenya kuna sisi tumeamini, na kuna mataifa katika Kenya ambao
wanaishi ya kwamba kila aina ya uchafu. Sisi hatujajifunza hivyo kutoka kwa Kristo Yesu. Mambo yale tunaona yakitendeka, hakuna mtu atasema hata Yesu alifanya, si ndio? Kwa sababu yale Yesu alifanya si yamenakiliwa vizuri. Akasema hata mimi, akasema ndege wa angani wako na viota vyao, hata mbweha wako na mashimo, lakini mwana wa Adamu hana. Hiyo ndio tulifundishwa. Kwa nini mwanadamu yeye alikuwa ati hata hana mahali pa kulaza kichwa chake? Kwa nini? Kwa sababu alitaka watu wajue hapa duniani ni kwa muda tu. Wengine si tumeona wanaenda na wakiwa vijana sana. Kama hapo kijijini kwetu nikasikia kuna kijana amekufa. Na unajua alikufa akifanya nini? Akitafuta pesa, kwa sababu waliambiwa huko Mwea kuna pesa. Si vijana wengi wanaenda kwa sababu kuna kazi mingi. Lakini sasa huyo alikufia huko Mwea akitafuta nini? Pesa hizo. Kwa nini? Huo ndio tunaita ubatili. Nikaambiwa hata kuna kijana mmoja alichukua pesa zake akaenda Mwea, lakini kurudi nyumbani alirudi mguu. Kwa nini? Sio ni ubatili? Wewe fikiri kama sasa mimi nilipe niende ati naenda kutafuta pesa Mwea, alafu nitembee kutoka Mwea kurudi huko. Huo ndio tunaambiwa. Hayo ndio maisha wanaishi wa mataifa. Sisi tujue sisi si wa mataifa. Amen. Katika Waamuzi 3:7 inasema, wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana Mungu, nao wakamsahau Bwana Mungu wao, nao wakatumikia Mabaali na Mashtorethi. Hiyo iko katika kitabu cha Waamuzi 3:7. Watu wameona Mungu, wameambiwa mambo ya Mungu, wana historia nzuri ya matendo ya Mungu, lakini wanaenda kuomba sanamu. Wanaona hii miungu ya huku ni mizuri, si mikali kama Mungu wetu, lakini huyu Mungu ni yeye wa kweli. Si mwishowe ukweli ndio utasimama. Uongo utafika mwisho, lakini hao wakajitoa hivyo. Waamuzi Mathayo 1:21, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Nani anakumbuka habari hizo zilitokea wapi? Nani yule aliambiwa atazaa mwana? Ambaye jina lake ataitwa Yesu. Nani hiyo? Mariamu. Yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yesu alikuja kutuokoa na dhambi zetu. Hayo Mashtorethi au Mabaali, huo batili wa nia, huo ujinga, hiyo hisia ambazo zimekufa kabisa, ya kwamba mtu anafanya na haoni kama anafanya. Jambo la pili, Waefeso 21-24. Tuone sasa tunapaswa kuwa watu aina gani sasa. Ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kufuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Unaona? Sasa sisi tumeitwa tutoke kwa mataifa.
Si Mungu katika hekima yake na uamuzi wake alifungua macho akaangalia, akaona mtu anaitwa Ibrahimu. Kwao wanaomba sanamu, akamzungumzia, akamwambia nataka wewe twende na wewe. Nataka kuna kazi nataka ufanye. Na hivyo ndivyo sasa tumeambiwa hivi ya kwamba ikiwa kweli tumesikia Kristo Yesu na kufundishwa naye, ya kwamba kama kweli tumesikia Kristo Yesu na kufundishwa naye, maisha yetu ni lazima yabadilike. Hatuwezi tukaishi vile tulikuwa. Ni kama wakati tulienda shule. Si tulienda, wengine wetu hata hatukwenda nursery. Ni kwenda tu na unaambiwa 1 2 1 2, si ndio? Tunaambiwa kuna kitu inaitwa A E I O U. Tunaambiwa kuna tulikuwa tunaita A B C, hizo zote, si ndio? Alafu tukafundishwa, tukaelewa, tukaambiwa jina lako unaandika hivi, tukaandika, si ndio? Sasa tutarudi tena kwenye huo ujinga, si ujinga tunaachana nao. Hiyo ndio tunaambiwa, ndio hivi ya kwamba kama kweli tumefundishwa, kama kweli tumemsikia Yesu, tumesikia maneno yake kama hayo, tumesoma maneno ya Yesu na kufundishwa naye, sisi ni wanafunzi wake. Turudi tu kama vile tulivyokuwa wakati tulikuwa shule. Si tulielimika. Sasa ukajua, ukiuliambiwa ukienda kwa duka, unajua ukipeana 500, unajua pesa zile utarudishiwa kama uzijakwisha, si ndio? Hiyo ndio tunaambiwa kufundishwa. Kama tumefundishwa na tumemwamini, tumemsikia, basi yeye ndani yake yale ni kweli iliyo ndani yake, alikuja na ukweli. Si ni Mungu? Kwa hivyo alikuwa na ukweli wote, alikuwa na habari zote. Siku ya leo utasikia mtu mmoja anasema hivi, si hata tunaona vile wanasiasa wanashindana. Mimi nikikuwa rais nitafanya hivi hivi. Ningesema acha huyu anatudanganya. Mimi nitafanya hivi hivi. Hiyo ndio kila mtu anaongea. Lakini wanasiasa wanaongea uongo, si ndio? Nakumbuka asubuhi ya leo nikija nikakutana na mama anaenda kuchota maji. Mimi penda kuuliza, si tuliambiwa miezi mitatu tutakuwa kila nyumba maji. Sasa ni miaka imeenda, miaka 5 inaenda kuisha. Uongo tu. Na si kusema maji hawezi akakuja, lakini uongo ndio huo. Lakini Yesu yale alisema yote ilikuwa kweli, kwa sababu yeye ni kweli. Kwa sababu vyote tunaambiwa vyote ambavyo viko ni yeye, wakiwa na Mungu aliviumba. Kwa hivyo akija atakudanganya imsaidie nini? Ni kwamba tunapaswa kuvua chochote kinachoambatana na mtindo maisha wetu wa awali. Chochote vile tuliishi, chochote kinaturudisha kwa hayo maisha tulikuwa nayo. Kila ambacho chochote kinachoambatana na hayo, tunafanya nini? Ukivua, waachana nacho, kuwa huru yake. Si wakati mwingine tunatoka kwa nyumba umevaa koti, alafu joto inaingia. Joto ikiingia si unavua. Hivyo ndivyo tunaambiwa ya kwamba tuvue hayo tulikuwa. Tukiona kitu chochote tunaachana nacho. Kile kinatokana na maisha yetu, mtindo maisha yetu ya hapo awali. Tuvue kwa sababu hakimpendezi Mungu. Tunaambiwa kwa sababu hayo maisha chochote unaharibu kwa tamaa zake danganyifu.
Mtindo huo tulikuwa nao unatuharibu, kwa sababu tamaa zake ni danganyifu. Mtu anaambiwa unataka kufurahia maisha hufurahiwa hivi, si ndio? Jioni baada ya kazi, si hata ndio tulikuwa tunaambiwa ati baada ya kazi tuburudike, na unaona na unajua baada ya kazi wazee huenda wanaburudika, wanaongea, kwa sababu ni lazima hayo yote tufanye upya katika roho ya nia zetu. Tumeambia nia zetu kuna ubatilifu, udanganyifu wa nia zetu. Kufuata nia zetu zitatuelekeza ambako hatuwezi tukatoka. Basi tunaambiwa tufanye upya roho ya nia zetu, yaani ndani ya nia yetu, hapo ndani kabisa pafanywe upya. Na Yesu Kristo alikuja kufanya hivyo, kwa sababu maandiko yanatuambia yeyote aliye katika Kristo ni kiumbe kipya, anafanya mambo tofauti. Sijui kama wadani ungekutana na mzee mmoja, labda mlikuwa mnakunywa naye miaka hiyo na mjaonana, sasa asiatashangaa akikuambia tukutane mahali fulani, nikununulie mmoja, ati hapana, hiyo niliacha hiyo. Tukutane mahali fulani tufanye, hapana, hiyo nilitoka upya, mimi ni kiumbe kipya. Na hiyo nia tutachukua utu mpya ulioumbwa kwa mfano wa Bwana Mungu, yaani tutaishi kwa mfano wa Bwana Mungu, vile Mungu yuko, vile Mungu anatutakia tunakuwa hivyo. Mungu si ni Mungu wa kweli? Tunatafuta ukweli. Ni Mungu ana upendo, tunatafuta huo upendo. Ni Mungu mvumilivu, anatuvumilia sisi na sisi tunakuwa wavumilivu. Huo ndio utu mpya. Mahali ambapo mtu angekuambia na wewe mara moja umrukie, sasa huwezi ukafanya hivyo. Ile mikono ilikuwa inapigana, sasa haiwezi kapigana, kwa sababu nia ni mpya. Kwa sababu tunaambiwa inamaanisha ukweli wa haki na utakatifu. Ukweli wa haki na utakatifu. Ukweli wa haki na utakatifu. Hayo ndio mambo yale ambayo tukitajwa mtu fulani anafananaje Wadani, tunaambiwa Wadani ni mtu ana ukweli, ana haki na ni mtakatifu. Mambo hafanyi yale ambatani na hayo. Amen. Amen. Funzo katika Ruthu 1:17 tunasoma maneno haya: pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana Mungu anipendee vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Ni mama alitoa hayo maneno, na alikuwa mama mdogo, hakuwa mama mzee, lakini alikuwa amekutana na mambo magumu. Na pia katika kukutana na mambo magumu kuna mambo alikuwa amejifundisha, na ndipo akasema hivi. Hiyo mama aliitwa Ruthu, na alikuwa nani? Alikuwa mtu wa mataifa, alikuwa Mmoabu. Wale wa maadui daima walikuwa maadui wa Israeli, lakini kuna kitu alikuwa amejifundisha, na ndio akaambia huyo mama, sasa mimi na wewe tunaenda, mimi na wewe sikuachi, kifo tu ndicho kitatutenganisha. Kwa sababu alikuwa ameona nikibaki Mmoabu niko taabani, lakini nikienda na huyu mama, niende kwao, kwa Mungu wao awe Mungu wangu, maisha yangu yatakuwa mazuri. Ni uamuzi mtu mwenyewe anafanya. Mtu anafanya uamuzi mwenyewe, na unakuwa ni uamuzi ambao unaambatana na mapenzi ya Mungu. Marko 1:15 akisema, wakati umetimia na ufalme wa Bwana Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili.
Ni maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ya kwamba wakati umekaribia watu watubu na kuamini Injili. Injili maana yake ni habari njema, na habari njema ni ya kwamba Yesu Kristo amekuja, na amekuja kufungua watu, na amekuja kuwapa watu maisha mapya, uzima mpya, mwanzo mpya. Hiyo ndio tunaambiwa, hiyo ndio tunaambiwa tuwe watu wapya, watu wametubu, watu ambao sasa wameamini Injili, wanafuata Injili. Amen. Jambo la pili, Waefeso ni 25 mpaka 32. Kuna kitu kinaitwa wajibu. Tumeambiwa upya. Sasa tukiwa watu wapya, tumewajibika namna gani katika huo upya? Sasa hebu tuone mwenendo. Si tumeambiwa kuna ule mtindo wa maisha tulikuwa nao. Sasa tutatembea namna gani? Tutakuwa watu wa aina gani? Ni mambo gani ambayo yatavutuvuta? Ni mambo gani ambayo yatatusukuma? Ni mambo gani ambayo tutakataana nayo tuseme mimi huko siendi? 25 mpaka 29. Somee tu 25 na 6 na 7. Uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha wenzake. Mwe na hasira, ila msitende dhambi, jua lisitwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Sasa tunaambiwa vile tunapaswa kuishi, kwa sababu sisi ni viumbe vipya. Tuache kusema uongo. Sijui washiko. Umewahi kukutana na mtu ameokoka akakudanganya? Sana. Kesho saa 5 nitakuwa hapo, pesa yako nitaleta. Na hiyo haikuanza sasa. Si ndio sababu anaambiwa hivyo. Ati tusemesane ukweli. Kwa sababu sisi ni sehemu ya yule mwingine. Tumeambiwa sisi tukielewa kwamba tu viungo ya mwili mmoja. Sisi ni mwili mmoja. Kwa hivyo nikija kwako nisikuambie uongo. Nikihitaji kwako wadan kitu, nije nikuambie mambo yako hivi. Nisaidie hivi. Nitafanya na panga hivi, si ndio? Lakini siku ya leo unasema umedanganywa na watu wengi na wana ushuhuda, si ndio? Hata labda ndiye anaimbisha. Kwa nini? Kwa sababu bado hajaacha ule utu wa zamani, bado ameshikilia yale mambo yale alizoea. Kwa sababu mambo yale mtu amezoea, saa nyingine anashindwa kuachana nayo. Ndio tunaambiwa tuache kusema uongo. Tukiongea tuongee ukweli. Hata kama ukweli hautafurahisha huyo mtu, ongea ukweli. Mwambie. Kwa sababu usipomwambia ukweli humsaidii. Kuna wakati mimi nimedanganywa mara nyingi. Na mtu utaona amekudanganya na anakuja. Alikuambia kesho hii unipe hii, ikifika siku fulani nitakuja. Baada ya wiki 2 hujamuona huyo mtu. Anakuja baada ya wiki 3, anakuambia sasa anataka kuongeza hiyo pesa. Namuuliza, lakini wewe si uliniambia wiki 1? Sasa wiki 3 imepita bado tena unataka. Sasa hiyo ndio
watu wako. Mtu na ni mtu ana ushuhuda. Hata akija alikwambia Bwana Yesu asifiwe na akakutolea ushuhuda mzuri. Lakini pesa yako hana. Anataka ufanye nini? Uongeze. Na alikuwa nikifika tu, nikirudi nyumbani nifike, baada ya siku 3 nitakuwa nayo. Kwa hivyo wiki ijayo siku fulani nitakuja tena. Uongo. Kwa hivyo tuache uongo. Tuongee ukweli. Hata kama ukweli utaumiza, kama ni mtu mwambie. Washiko, kama utampa umwambie si ati sina pesa, lakini wewe sitakupa kwa sababu nilikupatia na hujarudisha. Afadhali tukae hivyo. Nimeona wewe siwezi nikakuwa mimi. Sio mchukie, umwambie hiyo siwezi. Tumeambiwa tunapokasirika usitende dhambi. Wadani kuna mtu amewahi kukukasirisha? Unakasirishwa na watu. Lakini naambiwa ukikasirika usitende dhambi. Kwa sababu wakati mwingine unakasirika, unarukia huyo mtu, wewe unaniona mimi mjinga Si ndio watu wanasema? Wewe ujue wewe mimi akili zangu ni wewe mjinga kwa sababu nilikuja hapa na ujinga wako. Unamwambia nimetenda dhambi tayari kuita mtu mjinga. Usingemwambia tu kasirika. Umwambia wewe umenikasirisha kwa sababu uliniambia na nikakuamini na ngoja hiyo pesa. Sasa umenifanya sasa nitafuta hiyo pesa mahali pengine. Sote tunatufanya hivi. Wewe mtu unampa 500 ama unampa 1500, amekwambia siku ya fulani wiki inapita. Nakumbuka tulikuwa na Dave mahali. Bwana mmoja akakuja akaniita akaniambia tafadhali, ilikuwa siku ya Jumatatu. Nataka unitafutie 1500. Ikifika Ijumaa nitakuletea. Haja nikopa pesa na nilikuwa nayo. Singemwambia sina, nikamkopesha. Kama miezi 6 sikumuona na ni jirani yangu. Juzi siku moja nikitokea nikakutana naye. Nikamwambia habari. Wewe ni wewe tulikutana. Ukaniambia, hapana mambo, nikamwambia hapana. Hakuna kitu sasa wewe unaniambia. Sikumwambia maneno mabaya. Nikamwambia sasa hata ukiniambia siwezi nikakuamini. Kwa sababu kama ulikuwa na ukweli, hiyo Ijumaa ungekuja kwangu. Si unajua kwangu. Uniambie ilikuwa. Mbona hiyo wakati wote umejificha? Sasa tukasirike kwa sababu kukasirika tutakasirika. Siku moja nilikuwa huko inaitwa Huduma Center Fika. Naenda kufanya upya leseni yangu. Msichana akiangalia anauliza, "Wewe uko na leseni mpya?" Nikamwambia niko nayo. Akaniambia haijakwisha, mbona unafanya upya? Unafanya upya kabla haijakwisha kwa nini? Sasa nikaona huyu ananiuliza swali. Nikamuuliza sasa wewe, lazima ikwishe ndio nifanye upya. Nikamwambia wakati wote mimi ufanye upya kabla haijakwisha. Akaniambia mzee usikasirike. Acha kukasirika. Nikamwambia sikukasirika na kasirika. Wewe ni wewe unanikasirisha. Kwa sababu sijawahi kuulizwa swali kama hiyo. Mimi nafikiri mimi ni raia mzuri na sikuji dakika ya mwisho. Sitaki wakati leseni imekwisha inikute mbali na sina pesa. Sasa niko na pesa si ndio nalipa. Kwa hivyo nakasirika lakini sikutenda dhambi, sikumwambia kitu kibaya. Nilimwambia tu hii mara yote sijafanya. Sasa unaniambia lazima ikwishe. Sasa nakasirika lakini usitende dhambi. Siambie wewe unajua wewe mjinga sana. Unaona mimi ni mjinga, nimekuja maneno mengi. Tunaambiwa mahali kuna maneno mengi hapakosi nini? Hapakosi dhambi. Kwa hivyo tusio watu wa maneno mengi. Kama huyo hatukuongea hata sikumruhusi anipe sababu. Huyo rafiki yangu jirani nilimwambia sasa wewe ulinidanganya na sikujua unaweza kunidanganya. Hapana sikukudanganya. Uliniambia Ijumaa. Mbona hukuja hiyo Ijumaa? Kama ungekuja sasa hiyo ningeamini. Sasa wewe hata ukiniambia vile unataka kuniambia sitaki. Wacha mimi niende, wewe sitaki, wewe nimejua siwezi nikakuamini.
na nikaenda. Nimekasirika vile amelinifanya, lakini sijatenda dhambi. Alafu pia tunaambiwa, kwa sababu saa ingine tunampa nafasi, labda tutaongea lakini tunaenda na machungu. Ndio tumeambiwa tusikuwe na uchungu. Kwa sababu tukiwa una uchungu tayari shetani ameingia, si ndio? Sasa uchungu inakusaidia nini? Na pesa, ukiwa na uchungu, pesa itakuja kwa sababu ya uchungu yako? Haitakuja. Kwa hivyo unaenda, umemwacha, umekasirika, lakini ikifika jioni hiyo story hata ufikirie mambo ya huyo. Umemsahau. Na hakuna ubaya unamfikiria. Batia watu kama hao wanapaswa sasa agongwe na gari ama vunjike mguu. Hapana, wewe unatulia. Kwa sababu wakati umeendelea na uchungu, umemruhusu shetani, umempa nafasi. Amejenga hapo, anakwambia huyo mtu ni mjinga. Hata wewe unasema watu wajinga kama hao. Si wewe hata kama asikii, Mungu amesikia. Basi acha. Na inaonekana Washiko, inaonekana kulikuwa watu kama hao huko. Ndio wanaambiwa aliyeiba asiibe tena. Kuna watu ni Wakristo na wanaiba. Walikuwa wanaiba. Kama ulikuwa unaiba, usifanye nini? Usiibe. Ni jambo la ajabu hilo. Aliyeiba Wakikuyu watakuwa na shida sababu wanasema kuiba wakati wanasema kuimba, si ndio? Mimi nitawaibia wimbo. Ndio usituibie, tuimbie. Lakini tunaambiwa hapa mtu alikuwa aache kuiba. Usipitie mahali uone kitu cha mtu uchukue. Hiyo. Ni embe moja tu nimechukua. Hapana, acha. Ujifunze. Kwa sababu tumeambiwa ujifunze kufanya kazi ambayo utapata kipato. Ya kwamba hata wewe uwe na nini? Na pesa. Ukikutana na wadana hapo unaweza kumwambia, wadana kuambia, siku imekuwa ngumu, unamwambia, usishike hii 200. Si ndio? Hivyo ndivyo tunaambiwa. Mtu ukikutana na hitaji, si wewe utaki kufanya kazi. Hata mtu uwezi ukasaidia mtu na unaweza ukafanya kazi. Fanya kazi kwa bidii. Na Mtume Paulo mwenyewe akasema mimi kazi nilifanya. Sikutaka mtu yeyote asikie mimi ni mzigo. Alafu tena tunaambiwa sasa kinywani mwetu. Si tunasema huyu mdomo unaongea mambo mengine ya ajabu, si ndio? Si hata ndio nakwambia nitakupiga. Na mdomo si kuuma mtu tu unaweza kuuma, unaweza ukapiga mtu. Basi tunaambiwa mdomo wetu isikue yanatoka maneno maovu. Hata ukikasirika namna gani usiseme, hata mtoto wako akikukasirisha. Simama na unasikia amekasirika anatukana mtoto wake. Wewe hata si mtoto, wewe hata sasa wewe ni mjinga wewe. Rafiki yangu mmoja akaniambia, mama mmoja akakasirishwa, alikuwa mke wake, huyo mke akaambia mtoto hata wewe hata afadhali baada ya kukuzaa hata afadhali ningezaa jiko ningekuwa na moto. Ujinga, si ndio? Huo ndio ujinga ule unakuwa kwa moyo. Unatukana mtoto kwa nini? Siku moja nikakutana na mtoto na mama anatukana mtoto, nikamwambia hapana, usimwambie hivyo, ni vibaya. Usiambie mtoto yake wewe ni mjinga, wewe acha ujinga. Mwambie wewe acha hiyo unafanya. Sasa unatukana mtoto, wewe ni mjinga. Hapana, usimite mtoto mjinga. Mwambie wewe unafanya mambo ya ujinga na uache. Si ndio? Lakini wewe si mjinga, wewe acha ujinga. Wewe si uache hiyo unafanya, ni tendo la ujinga. Ya kwamba maneno yetu yawe ya kweli. Na akiwa ya kweli yatakuwa maneno ambayo yanaweza kujenga kunachohitajika. Ya kwamba ukiongea unaongea maneno ambayo yanaweza kujenga, huyo anasikia. Si kubomoa, anajenga. Yawe maneno mazuri, si maovu, ni ya kujenga. Kwa sababu
Tumeambiwa sisi ni mwili mmoja. Kwa hivyo nikiambia Washiko neno mzuri, akiniambia linajengeka, si ndio? Nikienda niwaambie Washiko vile mambo yako, ananiambia usijali, yatakuwa sawa. Si amenijenga. Najua hivyo safari inakuwa rahisi. Maana ya maneno yetu tunaambiwa ya wape neema wale wasikiao, ya kwamba nikizungumza maneno yale nazungumza wakati tumeachana na Dave, anakuwa ya kwamba amepata neema, amefarijika, amepata furaha ambayo hakuwa nayo. Natumaini tuwe watu wa kujengana na maneno. Sababu wakati mwingine huweza kuwa hatuna pesa, si ndio? Mtu anahitaji pesa, huna, lakini naambia maneno ya kumtuliza. Basi. Katika Zaburi 25:5 inasema, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiye Bwana Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ya kwamba wakati wote tunaomba ya kwamba kweli ya Mungu hiyo ndio inatuongoza. Kama Mungu amesema kitu, hiyo ndio tunashikilia. Mambo yawe mazuri, yawe mabaya, yawe magumu, yawe rahisi. Kwa sababu wakati mambo yako rahisi, hata wakati ni rahisi tusahau Mungu, si ndio? Vile Waisraeli walifanya, wakasahau, wakaona nguvu zetu. Si hata Daudi aliyependeza Mungu alifika mahali akatenda dhambi. Akasema, hebu nihesabie watu. Jeshi iko na watu wangapi? Mimi na watu wangapi? Yoabu akamwambia, hapana, wewe unakosea. Akasema afanye hesabu. Tunaambiwa hata saa nyingine mambo yanakuwa mazuri, yanatupotosha. Mabaya yanatupotosha. Afadhali tuongozwe na kweli ya Mungu, kwa sababu kweli ya Mungu haibadiliki. Amen. Luka 4:40-32 inasema, wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Ni Yesu Kristo, ya kwamba kiliponena maneno yake yalikuwa kweli. Kuna mahali popote aliwachwa ameshindwa, yeye akasema haya tu. Si alikuwa anasema ukweli mpaka dakika ya mwisho. Hivyo tuwe hivyo. Na iwe ni maneno yako na uwezo. Mtu akikubali hayo maneno ya Mungu, maneno yetu, iwe ya kwamba atapata nguvu, ataimarika katika imani yake. Amen. Waefeso onyo. Some 31:1-2 tumalize. Tunaambiwa onyo, tunaonywa. Onyo si mzuri. Tunapoendesha gari, tunapotembea, ukiona ishara imeandikwa kuna wanyama, si ni onyo mzuri na kusaidia. Basi hata sisi hapa tunaonywa. Hebu tusogee hapa. Tafadhali. 31:32 tumalize. Wala msimhuzunisha yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Ndio. Sasa hapo tunapewa onyo. Na onyo kila wakati ni mzuri, si ndio? Ukienda huko Nairobi unakuta jengo umeingia na umewekewa ishara ati sakafu iko na utelezi
Kwa hivyo usiende tu ovyo, uende taratibu. Sasa hiyo ndio onyo hapa tunapewa katika kutembea kwetu. Kuna mambo, kuna hatari fulani, na hiyo ndio tunaambiwa. Ya kwanza 30 inasema tusimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Bwana Mungu. Na nini kitahuzunisha Roho Mtakatifu? Ni wakati tunatembea kinyume cha neno la Mungu, tunaongea kinyume cha neno la Mungu, kwa sababu tunaambiwa kwa yeye tulitoa muhuri kwa siku ya ukombozi. Siku hii ya ukombozi si ule ukombozi tumepitia, si tayari tumekombolewa na Yesu. Si hata kuna wimbo tulikuwa tunaimba, nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia. Hiyo tulikombolewa, si ndio? Na tunaongea tumesamehewa, tuko sawa. Lakini kuna siku ya ukombozi. Siku ya ukombozi ni wakati tutatoka hapa, wakati tutasimama mbele ya Mungu. Tumeambiwa huyo Roho Mtakatifu ndio muhuri tumepewa, ndio chapa ya Mungu. Huyo Mtakatifu ni ataamua tukienda huko. Kama wakati mtu amesafiri, kama sasa nilisafiri kutoka hapa kwenda Marekani, naingia tu Marekani tu, nimeingia tu kutoka kiwanja cha ndege, nimeingia, sinakaguliwa, naulizwa wewe, wageni wapitia hapa, raia wa Marekani waende hapa, wale sio wa Marekani waende huko. Kila mtu anaenda. Kama umesema wewe ni Marekani, unaambiwa toa nini? Cheti chako. Wanaangalia, wanakagua, wanakwambia karibu nyumbani. Naye mgeni ukienda naye pia unatoa cheti chako, si ndio? Wanaangalia, kweli huyo amekubaliwa, huyu ni mtu wa Somalia ama ni mtu wa Djibouti, ni mtu wa Korea. Anaangaliwa, anaambiwa sawa, ingia. Kwa nini? Kwa sababu umetoa kitambulisho na umekuwa ya kwamba umetimiza yote. Sasa Roho Mtakatifu ni yeye muhuri ambayo akiwa ndani yetu. Kwa hivyo tukienda huko siku ya ukombozi, huyo Roho Mtakatifu ni yeye atatupitisha. Wale wakaguzi watajua huyo ana Roho Mtakatifu. Sitaambiwa atakuwa kama nini? Mbuzi na kondoo, mchungaji vile anawagawanya. Sasa wengine ataambiwa wewe, unaambiwa wewe, ukifika unaambiwa huku, mwingine huku, wengine mkono wa kulia, mwingine mkono wa kushoto. Wanafanywa hivi. Na ubishi vile ambavyo ukienda Marekani, sikunaambiwa wageni na watu wa huko. Hata Kenya ukija, wakati umesafiri kutoka nchi ya nje, ufike pale mpakani, uwanja wa ndege, unaambiwa Wakenya hapa, watu wengine hapa. Sasa wewe unaenda kama Mkenya. Lakini ukienda hapo utoe pasipoti ya wapi? Ya Sierra Leone, utaambiwa wewe enda wapi? Sasa Roho Mtakatifu ndiye pasipoti yetu siku ya ukombozi, wakati uchaguzi utafanywa mwisho. Kwa hivyo tusimhuzunishe, sababu tukimhuzunisha ataondoka. Sasa tutasimama hapo, ukiangalia unaambiwa wewe hapa, unaona mwingine anaenda huko kuzuri, unataka kwenda, unaambiwa wewe, kila mtu akae kwa laini yake, wewe enda ile laini. Kwa hivyo tunapaswa tusimhuzunishe. Jambo la pili, kuacha. Tukiwa tunataka siku hiyo ukombozi tupatikane mahali tunafaa, tumeambiwa tuondoe kabisa. Wamesema tuondoe kabisa. Yaani isikue tumebakisha kidogo. Uchungu. Tunasikiaga watu wengine mkikutana na kuambia vile